Habari njema kwa wakazi wa bara la Afrika, Asia, Australia, Ulaya na Marekani. Je, unatamani kufunga Ramadhani ukiwa ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina? Unajua kuwa unaweza kufanya umra ya Ramadhani 2026 bila msongo wa mawazo? Ndiyo, Madrasatul Ikhlas wamekurahisishia kila kitu. Ni ndoto ya kila muumini kuwa mgeni wa Allah katika mwezi wa Ramadhani. Ungana na Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia na Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium katika safari ya kiroho itakayobadilisha maisha yako kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na tarehe 16 hadi tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lipia sasa euro 1500 kama wewe ni wa bara la Ulaya na dola 4500 pesa za Australia kwa watu wa Australia, dola 3000 za Kimarekani kwa watu wa Marekani kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shabani. Kumbuka, baada ya hapo bei itapanda hadi euro 1700 kwa watu wa Ulaya na dola 4700 kwa watu wa Australia na 3150 kwa watu wa Marekani. Bara la Afrika na bara la Asia, wasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Kwa nini usafiri nasi ya Umra 2026? Huduma ni nzuri kweli kabisa. Hotelini hadi Haram ni karibu sana kwenda kwa mguu. Huduma za iftari na daku zipo. Huduma ya visa ya miezi 12. Ziara za kihistoria Maka na Madina na pembezoni mwake. Mpango wa kulipia kidogo kidogo unaruhusiwa. Tutakupa huduma ya usafiri wa gari Maka na Madina na kwenye ziara zote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia, Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium. Nafasi ni yako, usikose fursa hii. Likeni kujibu hii barua ya Musailimatul Kadhab. Bismillahirrahmanirrahim. Hii ni barua ya mtume sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimatil Kadhab. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'du, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Full stop. Innahu Rasulullah. Tofauti kati ya mkweli na muongo kabisa. Tofauti kati ya mkweli na muongo. Nini maana ya barua ya mtume? Ikaanza na Bismillahirrahmanirrahim, na ndivyo barua zinavyoanza. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Full stop. Bismillahirrahmanirrahim, kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, mtume wa Allah, kwenda kwa Musailima, muongo aliyebobea. Amani kwa kila atakayefuata uongofu. Hakika hii ardhi ni ya Allah na Allah humrithisha anayemtaka katika waja wake. Kama vile mtume anamwambia Musailima Musailima, mimi si mtume wa Allah kwenye ardhi, mimi ni mtume wa Allah kwa binadamu waliopo juu ya ardhi. Kwa hiyo kama wewe umetumilizwa kwa ardhi, unataka nusu, chukua yote, chukua ardhi nzima. Mimi sina mpango na ardhi. Ardhi ni ya Allah na Allah humpa ardhi amtakaye. Mimi nimetumwa kwa ibadullah. Ashahid min hadha alkalam ni ile tabia ya mtume alayhi salatu wasalam, kuzingatia miko iliyopo kwa mujibu wa makubaliano, hata kama mara nyingine watu wanavuka mipaka, lakini alikuwa analichunga hilo kwa ajili ya kuchunga msingi wa amani. Kinashangaza sana kile kilichotokea katika Sulhul Hudaybiyah, na hapa ndiko kwenye muhimili wa mada yangu. Mtume alayhi salatu wasalam alioteshwa na Allah azza wa jalla kuwa anaingia katika mji wa Makka. Wakati huo yupo katika mji wa Madina na bado hawajauchukua mji wa Makka kuwa ni mji wa Kiislamu kikamilifu. Akaoteshwa ndoto, wa ru'al anbiya'i wahyun, na ndoto za mitume ni wahi. Mitume jamani hawaoti ndoto shaghla baghla, adghathu ahlam, ndoto mparaganyiko. Hizo tumeachiwa sisi ambao tunalala bila ya udhu. Unalala unawaza madeni mpaka unasahau kuleta adhkari naum. Unaota umeenda uwani, umeokota hela, una funguo ya gari,
una kasri kubwa, ukiamka yote haya cha kweli ilikuwa ni kwenda uwani tu. Funguo ya gari huna, nyumba huna, gari pia huna. Adghathu ahlam. Ndoto za mitume ni wahi, ni maagizo, ni miongozo inayotoka kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana Nabiiullah Ibrahim alioteshwa anamchinja mwanawe na akawa tayari kulitekeleza hilo, na akamwambia kabisa, inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, qala ya abati if'al ma tu'mar. Baba kaipokea ndoto, anataka kuifanyia kazi, mwana pia kapokea maagizo ya Allah azza wa jalla yaliyokwenda kwa baba yake. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akaoteshwa takriban mwaka wa 6 baada al-hijra kuwa anaingia katika mji wa Makka, anafanya umra kwa amani kabisa. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ndoto ya Mtume alayhi salatu wasalam, akawakusanya masahaba, jamani, nimeoteshwa 1 2 3, sasa tunafunga safari, tunakwenda Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umrah. Safari ikaanza akiwa takriban na masahaba 1400 mpaka 1500. Wanifika Hudaybiyah, sehemu ambayo kuna kisima hapo karibu tu na mji wa Makka. Ukapelekwa ujumbe kwenda kwa viongozi wa Makka kuwa Muhammad alayhi salatu wassalam anakuja na masahaba zake, na kinachomleta ni kuja kufanya umra, haji kivita. Lakini Makuraish kwa ubabe wao tu na ukaidi wao wakasema hapana, Muhammad haingii mwaka huu. Wakatuma mjumbe kwenda kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakayazungumze kidiplomasia. Kwa bahati mjumbe wa mwisho alikuwa ni Suhail ibn Amr. Mtume alayhi salatu wassalam alipomuona Suhail ibn Amr akawaambia masahaba kwa sura ya bashasha, atakum Suhail qad sahula amrukum, jamani, anayekuja ni Suhail, tunataraji kwamba sasa mambo yenu yatakuwa ni sahali. Kwa sababu Suhail ina maana ya sahali, ina maana ya wepesi. Akaja Suhail ibn Amr, wakakaa kikao cha kujadili makubaliano ambayo yatafanywa kazi kwa niaba ya pande zote mbili hizi. Yale makubaliano yalikuwa yanatisha. Takriban yalikuwa na paragraph 10, lakini vipengele 4 ilikuwa ndio kiini cha yale makubaliano. Naomba tusikilizane vizuri hapa. Na watu wa tarikh wanasema haya makubaliano ukiangalia yalikuwa na ukakasi sana, yalikuwa yanawakandamiza Waislamu, lakini Mtume alayhi salatu wasalam aliyakubali kwa malengo kadhaa. Miongoni mwa hayo, hirsan minhu ala an yasuda salam, ile pupa ya Mtume alayhi salatu wasalam aliyokuwa nayo ili amani iwepo. Ndio maana akayakubali hayo masharti ya huo mkataba wa Hudaybiyah. Sharti la kwanza katika yale 4, vita visimame baina ya Mtume na Makuraish kwa miaka 10 kuanzia mwaka wa mkataba na makubaliano. Mtume akasema limepita hilo. Hii ni kuonyesha kwamba sisi sio watu wa vita, sisi ni watu wa amani. Hata mkiangalia vita tulivyopigana mpaka sasa ni kwa sababu mmetuchokoza, mmetuonea, mmetunyanyasa. Jamani, hata Tanzania Waislamu tulikuwa tunaonekana ntoleo la mwisho. Wanakuja tu watu wanasema kwamba tunasema kwa niaba ya Watanzania. Ala, nyinyi ni wa kusema kwa niaba ya sisi Waislamu? Basi na sisi mwaka huu tukaamua tuseme. Na sisi tumesema baada ya kuwa tumenyanyaswa. Jamani, sisi sio wasemaji hivyo. Sisi tunaridhika madamu amani ipo, na haki kubwa kwetu sisi ni kumwabudu Allah. Madamu amani ipo na ibada tunafanya, haya mengine tukikosa tukose tu. Hiyo ndiyo haki kubwa kwetu. Unaenda wapi?
Ni kumwabudu Allah. Yeye mimi sijageuka upande tangu nianze kusema. Nikapata kama ilham kugeuka tu, mwamba anamalizia ngazi ya mwisho. Ndio ulikuwa unakuja Shema Tano? Nipe, ndio sasa niko kwenye ahadi ya kwanza hili. Wacha nimalizie hizi 4. Kwa hiyo kusimamisha vita kwa miaka 10 Mtume akalikubali hilo, kwa sababu Uislamu ni dini ya amani, si dini ya vita. Hata Waislamu kuidhinishwa kupigana ni baada ya kunyanyaswa. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Wameidhinishwa wale ambao wanapigwa sasa wapigane, kwa sababu wamedhulumiwa kwa muda mrefu, na Allah ana uwezo wa kuwanusuru. Nusra ya Allah iko pamoja na wao. Jambo la pili gumu hili, wakasema yoyote atakayetoka kwa Makuraish ndani ya hii miaka 10 akaja kwenu nyinyi kama Muislamu, mnatakiwa mumrudishe kwa Makuraish. Lakini Muislamu atakayetoka kwenu akaja kwa Makuraish, Makuraish wanatakiwa wabaki naye. Iko sawa? Iko sawa nilivyoisoma, lakini kwenye kuikubali ina ukakasi. Mtume akasema sawa. Ajabu sana. Mtume akasema sawa. Narudia tena hiki kipengele, yoyote atakayetoka kwa Makuraish ambao si Waislamu akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam kuungana naye akaslimu ndani ya hii miaka 10 ya mkataba, Mtume anatakiwa amrudishe wapi? Kwa Makuraish. Lakini ikiwa atatoka Muislamu aende kwa Makuraish, bimaana akartadi, huyu Makuraish wanatakiwa wabaki naye, wasimrudishe kwa Muhammad alayhi salatu wasalam. Muhammad akasema sawa. Baadhi ya masahaba wakashtuka, kina Umar ibn al-Khattab, inawezekanaje hii? Hii sio fair bana. Akaenda kwa Abubakar, ya Abubakar, Muhammad si mtume wa Allah? Ndio. Sisi si ni Waislamu? Ndio. Hawa si washirikina? Ndio. Sasa kwa nini tunakubali masharti ya kidhalili namna hii? Abubakar akamwambia Umar, huyu ni mtume wa Allah, anayekubali haya masharti ni mtume wa Allah. Baki katika njia yake, na tunaamini Allah hawezi kumpoteza na kumtelekeza mtume wake. Innahu Rasulullah. Umar hajaridhika, akaenda kwa Mtume alayhi salatu wasallam, ya Rasulullah, wewe si mtume wa Allah? Ndio. Sisi si Waislamu, tupo kwenye haki? Ndio. Hawa si washirikina, wako kwenye batil? Ndio. Kwa nini tunaridhia udhalili katika dini yetu? Bwana Mtume akamwambia, ana Abdullahi wa rasuluhu walan ukhalifa min amrihi walan yudayyi'ani Allah. Mimi ni mja wa Allah, mtume wa Allah, siwezi kwenda kinyume na amri za Allah, na Allah hawezi kutuacha, hawezi kututelekeza. Mtume kalikubali hili sharti, lakini kwa jicho la kawaida tu, kama walivyoona baadhi ya masahaba, mbona hii haijakaa sawa? Lakini alikubali kwa sababu yeye ni mtume wa Allah, anapokea wahi kutoka kwa Allah. Na sisi Waislamu, upole wetu, ustarabu wetu, hewa Allah yetu, kwa sababu tunafuata kalamullah na maneno ya Rasulullah. Si kwa ujinga tunafanya maamuzi yetu na kutoa matamko yetu, si kwa kutokujua, ni kwa sababu tunao muongozo ambao ni maneno ya Allah na maneno ya Rasulullah, na tunaamini Allah hatatupoteza maadamu tumeshikamana na miongozo yake. Sallu ala Rasulillah. La pili, ameondoka afadhali, naongeza la tatu sasa. Jambo la tatu katika mkataba wakasema hivi, hii umra ya mwaka huu, hii huingii Makka, rudi Madina, utakuja mwakani, na utakapokuja uje na silaha za safari tu, usije na silaha za kivita, na tunakupa visa ya siku 3, baada ya hapo utoke. Mtume akasema sawa. Masahaba wakaja juu, ya Rasulullah, mbona kirahisi namna hii? Wewe si ulituambia umeota?
kwamba tunaingia Makka, tunakwenda kufanya ibada ya umra mpaka tunanyoa vipara, tunarudishwa, unakubali tu? Akasema naam, niliwaambia hivyo, lakini niliwaambia kwamba hilo tunafanya mwaka huu. Hujatuambia kuwa mwaka huu. Mtume akamwambia basi hilo tutalifanya na tawafu pia tutaifanya. Yakaisha hayo. Jambo la mwisho kwa haraka haraka, la 4 katika ule mkataba, wakasema yoyote katika makabila haya ya Kiarabu anaweza kuingia upande wa Mtume au anaweza kuingia upande wa Quraish. Wakati mkataba huu unaandikwa, wakati ule ule, namalizia hili Sheikh Matano, mimi ndo msemaji wa mwisho. Bado hapo bado hapo mashekhe, mimi ndo wa mwisho jamani katika mashekhe. Watakuja mashekhe wengine lakini watazungumza kivingine, kwa hiyo niachiwe kidogo nijimwage mwage. Nimevumilia sana kuanzia asubuhi. Nawapenda kwa ajili ya Allah. Takbir. Mimi nimesema nawapenda kwa ajili ya Allah, nikasikia mtu anasema takbir. Hebu niitikieni, nawapenda kwa ajili ya Allah. Semeni Allah akupende kama unavyotupenda kwa ajili yake. Nawapenda kwa ajili ya Allah. Ina maana kina mama tu ndio wananipenda? Nyamazeni kidogo, kina mama nyamazeni. Kina baba, nawapenda kwa ajili ya Allah. Huko tumesikia na mashaka na ya mapenzi. Kwa kumalizia, wakati mkataba ule unaandikwa, wakati ule akaja bwana mmoja anaitwa Abu Jandal, mtoto wa huyu Suhail. Amepigwa, ameumizwa, amekuja akiwa ni Muislamu. Alipofika pale ambapo mazungumzo yanaendelea, baba yake ambaye ni mzee Suhail akamkamata, akamwambia Muhammad, huyu ni wa kwanza ambaye tunaanza kumfanyia kazi kwa mujibu wa huu mkataba. Huyu anatakiwa arudi Makka. Mkataba haujamalizika hata kusainiwa. Bwana Mtume akamwambia ya Suhail, inna lam naqdi alkitaba ba'd. Suhail, mbona una haraka? Mbona hatujamaliza hata kuandika? Akamwambia hatujamaliza, lakini hili tayari lipo, na ukilikataa hili, huu mkataba utakuwa hauna kazi. Bwana Mtume akasema sawa, mchukueni. Abu Jandal anatoka na machozi. Ya ma'shara almuslimin, nimekuja kwenu mnanirudisha kwa Makuraish. Hamuoni jinsi nilivyoadhibika? Hamuoni jinsi nilivyoteseka? Bwana Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Abu Jandal, ya Aba Jandal, isbir wahtasib, inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almuslimin farajan wa makhraja. Ewe Abu Jandal, vumilia, kubali tu kurudi. Allah azza wa jalla atakupa faraja huko uliko wewe pamoja na waislamu wengine. Inna qad aqadna bainana wa baina alqaumi sulha, kwa sababu sisi tayari tumeshaingia mkataba wa suluhu, na katika vipengele anayekuja kwetu kutoka kwao tuwarudishie, na wewe ndio umekuja hapa, tunakurudisha. Wa atainahum wa atawna ahda Allah, na kwenye huu mkataba tumepeana ahadi. Wa inna la naghdiru bihim, na sisi hatuwezi kuwafanyia khiana. Mtume alayhi salatu wasalam akawa tayari mbele ya macho yake kumrudisha Muislamu kwa washirikina, na anajua anakwenda kuteseka, anakwenda kuadhibika. Lakini kwa nini alikubali hilo? Kwa sababu ya kuchunga huu mkataba ambao sun anakwenda kusaini. Innahu rasulullah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Na poleni kwa kurefusha. Samahani MC, usinitaje vibaya baada ya mimi kuondoka.
Habari njema kwa wakazi wa bara la Afrika, Asia, Australia, Ulaya na Marekani. Je, unatamani kufunga Ramadhani ukiwa ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina? Unajua kuwa unaweza kufanya umra ya Ramadhani 2026 bila msongo wa mawazo? Ndiyo, Madrasatul Ikhlas wamekurahisishia kila kitu. Ni ndoto ya kila muumini kuwa mgeni wa Allah katika mwezi wa Ramadhani. Ungana na Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia na Ustaz Ibn Maja kutoka Belgium katika safari ya kiroho itakayobadilisha maisha yako kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na tarehe 16 hadi tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lipia sasa euro 1500 kama wewe ni wa bara la Ulaya na dola 4500 pesa za Australia kwa watu wa Australia, dola 3000 za Kimarekani kwa watu wa Marekani kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shabani. Kumbuka, baada ya hapo bei itapanda hadi euro 1700 kwa watu wa Ulaya na dola 4700 kwa watu wa Australia na 3150 kwa watu wa Marekani. Bara la Afrika na bara la Asia, wasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Kwa nini usafiri nasi umra 2026? Huduma ni nzuri kweli kweli kabisa. Hotelini hadi haram ni karibu sana kwenda kwa mguu. Huduma za iftari na daku zipo. Huduma ya visa ya miezi 12. Ziara za kihistoria Maka na Madina na pembezoni mwake. Mpango wa kulipia kidogo kidogo unaruhusiwa. Tutakupa huduma ya usafiri wa gari Maka na Madina na kwenye ziara zote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia, Ustaz Ibn Maja kutoka Belgium. Nafasi ni yako, usikose fursa hii.